Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ni siku bora. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith, ma min ayamin al'amalu fihinna ahabbu ila Allah min al-ashr. Hakuna siku ambazo mje yuweza kufanya amali ikamfurahisha Allah zaidi kuliko hizi siku. Lau utasoma Qur'ani mwaka mzima, hakuna siku itakuwa ilimfurahisha Qur'ani uliyosoma kuliko hizi siku 10. Lau utatoa sadaqa katika maisha yako mwaka mzima, hakuna sadaqa ambayo itamfurahisha zaidi kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko hizi siku 10 za Dhulhijja. Lau utaswali swala 5 za faradhi, alfajiri, adhuhuri, alasri, almaghrib, alisha, hakuna swala 5 utakazoswali zitakazomfurahisha Allah kuliko hizi siku 10. Kwa hivyo hizi ni siku tukufu. Basi kuna mambo gani tuweza kufanya ili tunufaike naye? Jambo la kwanza ni mwanzo kuwa ni mwenye kuhifadhi swala. Hifadhi swala zako 5 pamoja na jamaa. Usikose kuswali dhuha raka 2. Usikose kuswali qablia na baadia raka 12 za sunna. Sunna utakazoswali siku hizi ni bora kuliko sunna utakazoswali siku zingine zote. Leo utaswali raka 2 kabla ya fajr, kisha ukaswali raka 4 kabla dhuhur na raka 4 baada dhuhur, raka ngapi? 8. Kisha ukaswali raka 2 baada al-maghrib na raka 2 baada al-isha, raka 12 hizi. Mwenye kuswali raka 10 hizi ni 12, asema Mtume sallam, Allah tamjalia apate nyumba peponi. Allahumma ja'alna minhum. Kwa hivyo usikose kuswali salatul witr. Kwa hivyo swali swala za faradhi, swali swala za sunna, witri sikupite, raka 2 ya dhuha sikupite, qablia na baadia sikupite. Haya ni katika mambo muhimu. Jambo la kwanza ni swala. Jambo la pili, funga. Usikose kufunga hizi siku 9 isipokuwa siku ya Eid. Ikiwa huwezi kufunga hizi siku 9, basi angalau usikose kufunga siku ya 9 na ni siku ya Arafa. Kwa sababu gani? Mwenye kufunga siku ya Arafa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjalia kwamba asamehewe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unayokuja. Kwa hivyo ni khairi. Kadhalika sadaqa. Sadaqa bora unaweza kutoa katika maisha yako yote ni katika hizi siku 10 katika mwaka. Kwa hivyo ikiwa uko na milioni 1, gawanya siku 10, 100,000 100,000 100,000. Ikiwa uko na 100,000 unataka kutoa sadaqa, gawanya 10,000 10,000 10,000. Ikiwa uko na 10,000, gawanya 1,000 1,000 1,000. Kila siku 10 toa sadaqa. Ikiwa uko na 1,000, toa shilingi 100 shilingi 100 shilingi 100. Ikiwa uko na shilingi 100, toa shilingi 10 shilingi 10 shilingi 10. Almuhim kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake, kwa sababu sadaqa utakayotoa katika hizi siku 10 hakuna mfano wake. Hautawahi kumfurahisha Mwenyezi Mungu sadaqa utakayotoa kuliko sadaqa utakayotoa katika hizi siku 10. Na kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake. Mwenyezi Mungu asema, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Kila mmoja atoe kadri ya uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu. Kadhalika dhikrullah, التهليل والتكبير والتحميد. ukiwa pita sema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah, alhamdulillah alhamdulillah. Yani dhikr kwa wingi, at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Yani dhikri utakayoleta katika hizi siku 10 ndio dhikri bora kuliko wewe kuleta, ambaye ni Mwenyezi Mungu apenda zaidi na ni bora zaidi kuliko dhikri utakayoleta katika siku nyingine. Na dhikri bora ni kusoma Qur'ani katika hizi siku 10. Ikiwa waweza kumaliza Qur'ani ukasoma juzu 3 ikiwa waweza kusoma juzu 10. Almuhim Qur'ani utakayosoma katika hizi siku 10 Mwenyezi Mungu apenda zaidi kuliko Qur'ani utakayosoma siku zingine. Ahibati fillah, katika amali ambayo Mwenyezi Mungu apenda katika hizi siku 10 ni kuchinja al-udhiya. Kama Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo wa kuweza kuchinja, usikose kuchinja. Kwa sababu gani? Hakuna amali bora siku ya Eid tarehe 10 utakayoweza kufanya kuliko wewe kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Chinja, toa nyama, qurban, toa sadaqa fi sabilillah, au wewe mwenyewe tumia nyumbani, lakini alhasil lazim fanya bidii uchinje lillahi ta'ala. Na ukitaka iwe ni hiyo chinja upate kuchinja ipate hiyo thawabu, usiwahi kuchinja kabla salah, chinja baada salah. Ukichinja kabla salah haitakubalika. Haya ndo amal tuwe ni wenye kufanya
kufunga, kuswali, kutoa sadaka, kuleta dhikri, kuchinja. Kadhalika silatu rahim, kujuliana hali. Khairu utakayomfanyia mzazi wako itamfurahisha Mwenyezi Mungu kuliko khairu utakayomfanyia mtu mwingine. Kama una mzazi wataka kumtolea sadaka, mtolee katika siku hizi. Una mzazi wataka kumfanyia ziara, mfanyie siku hizi. Almuhim, khairi na baraka hupatikana katika hizi siku 10 za Dhulhijja, na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika wale ambao watapewa tawfik wawe ni wenye kunufaika na hizi siku 10 za Dhulhijja.